Kwa hivyo option ya nchi ya Marekani actually iliyokuwa inabaki ambayo ni hai ni option moja ya kufanya mashambulizi makubwa katika nchi ya Iran. Kufanya mashambulizi makubwa katika nchi ya Iran maana yake ni kwamba nchi ya Iran yenyewe lazima ifanye retaliation, lazima ijibu mapigo. Mwenendo wa mazingira namna hiyo mwisho wa siku lazima uishie katika diplomatic solution, ile solution za kidiplomasia. Lazima watu wakae chini wazungumze kwamba bwana, inabidi mgogoro uweze kuachwa, Marekani waache kufanya mashambulizi na Iran waache kufanya mashambulizi. Katika mazingira namna hii yanapotokea ya discussions za kidiplomasia, maana yake inakuwa ni win to win business, ambayo mwisho wa siku itaifanya Iran iache kufanya mashambulizi ambayo inayafanya sasa hivi, ambayo ni kama Marekani wanashindwa kuyazuia mashambulizi yao. Lakini vile vile katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba mwisho wa siku mtakwenda katika kufanya discussion ya vitu muhimu kama issue ya mlango bahari wa Hormuz, ambayo kwa sasa hivi ni kama Iran hawana time sana na discussion ambazo wao wanaamini kwamba hazina manufaa katika upande wao. Kwa hiyo ile idea ya Marekani kufanya escalation au kutanua ule mgogoro ambao ilikuwa inaonekana viashiria vyake kwa hizi siku moja siku mbili nyuma, hii ni kadi muhimu kwa Marekani, ambayo hata kama sasa hivi inaonekana kwamba imestop, kuna nafasi kubwa kadi husika ikaja kutumiwa na nchi ya Marekani katika wakati ujao. Na ndio maana nchi ya Iran, wale maafisa wa jeshi wa nchi ya Iran wamekuwa wakizungumza very clear kwamba wao wanachozingatia Marekani kusema kwamba hatoshambulia, hiyo ni geresha. Maanake wanazingatia kwamba hiyo ni maneno tu ya kisaikolojia ya kujaribu kuwatoa katika ile fikra ya kwamba Marekani atashambulia, lakini wao wanachokizingatia ni kwamba Marekani atashambulia kwa sababu wanajua kwamba option muhimu ya nchi ya Marekani kwa hivi sasa ni kufanya mgogoro uwe mkubwa. Maanake tunasema ile wanafanya escalation to de-escalate, yani wanafanya mgogoro unakuwa mkubwa ili kuuzima ule mgogoro. Ndio kitu ambacho kinaonekana sasa hivi kipo katika kura au kipo katika karata ya nchi ya Marekani. Lakini pamoja na yote, maanake bado mazingira ya nchi ya Marekani kwa hivi sasa katika eneo la Mashariki ya Kati ni mazingira ambayo yanahitaji utulivu mkubwa zaidi, kwa sababu kwa namna mambo yanavyozidi kwenda, maanake Marekani ni kama inaendelea kupoteza sehemu ya credit yake. Jambo la kwanza ni kwa kuzingatia taarifa ambayo ilitolewa na ile command center ya nchi ya Marekani katika upande wa Ulaya takriban kama siku moja siku mbili nyuma, kwamba hawana vifaa vya kutosha vya kuweza kuilinda Israel ikiwa itatokea mgogoro kuwa mkubwa, na hasa kinachozungumzwa zaidi ni katika upande wa vifaa vya baharini. Maanake kama zile destroyer ukiangalia nyingi zinaonekana kwamba zipo katika upande kama wa kule Spain zinafanyiwa repair, lakini inaonekana kwamba kuna vifaa vingine vingi viko katika upande wa Arabian Sea. Katika upande wa Arabian Sea maanake